بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. leo ikiwa ni tarehe 24 mwezi wa Shawwal mwaka wa 1442 katika darsa ya kitabu Kifayatul Muta'abbid wa Tuhfatul Mutazahid للحافظ المنذري رحمه الله تعالى بشرح فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى. tulimalizia walillahi alhamdu wal minna katika kikao kilichopita kusoma utangulizi wa kitabu, na leo insha Allah taala tutaanza albabul awwal fi as-salah. mlango wa kwanza katika kitabu hiki atazungumzia fadhail zinazofungamana na swala. قوله: وروى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الحديث متفق عليه. قال الشيخ عبد الرزاق حفظه الله تعالى: صدر رحمه الله أحاديث هذا الكتاب بحديث إنما الأعمال بالنيات. مؤلف وكتاب الحافظ المنذري رحمه الله amefunguza kitabu chake na kuanza na hii hadithi innamal a'malu binniyat, وهو أحد قواعد الإيمان وأول دعائمه وأوثق أركانه. نية ni mojawapo wa misingi ya imani, bali ndio nguzo ya kwanza, ikhlas, na ndio nguzo iliyo na nguvu kabisa katika dini ya Uislamu. ameanza na hadithi hii muktasiyan bi a'immati ahli al-ilm fi kathirin min al-musannafat fi al-hadith wal-fiqh. ameanza na hadithi hii kuwaiga maimamu wanawavioni wengi ambao waliandika vitabu vya hadithi na fiqh, wakaanza na hadithi hii حيث صدروها بهذا الحديث. الإمام البخاري amefanya hivyo, الإمام البغوي amefanya hivyo, kadhalika aima waliokuja baadaye kama الإمام النووي katika kitabu chake au risala yake al-40 an-nawawiyya akaanza na hadithi hii na wengineo. na hili jambo wanaovioni walifanya kwa makusudio, tanbihan minhum ala ahamiyati an-niyyati wa 'azimi sha'niha wa wujub istihdariha, ili kutanabahisha wanaovioni hawa juu ya umuhimu wa niyya na kuwa jambo la nia ni tukufu mno na ni wajib kuhudhurisha nia wakati unapofanya jambo lolote lako unalofanya katika ibada. لأن طلب العلم يعد من أعظم القرب، sababu kitendo cha kutafuta ilmu huisabika katika sheria ya Kiislamu kuwa ni miongoni mwa amali adhimu sana katika amali ambazo mwanadamu ajikaribisha nazo na Allah subhanahu wa ta'ala. suala
la nia ni muhimu sana. Na kwa kuwa talab al-ilm ni katika ibada tukufu, basi nia ikawa ni katika miongoni mwa mambo muhimu sana. بل كما قال الشافعي ما تقرب متقرب بمثل طلب العلم. الإمام الشافعي يسمى hajajikaribisha mwenye kujikaribisha na Allah kama mfano wa amali ya kutafuta ilmu. Kule kutafuta ilmu katika amali kubwa mno anazojikaribisha nazo mwanadamu kwa Mola wake Allah subhanahu wa ta'ala. والعبادة لا تقبل إلا إذا كانت خالصة لوجه الله. na ni muhimu kufahamu kuwa ibada haiwezi kukubaliwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa ikiwa ibada kama ile mja ameifanya kwa kumtakasia Allah ibada yake, bimaana akaifanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, wala si kwa ajili yeyote mwingine. وفي الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك. Allah subhanahu wa ta'ala sema mimi ni mkwasi zaidi kuliko wale wanaoshirikishwa na mimi kutokamana na ibada yoyote ambayo ndani yake ina shirki. Man amila amalan ashraka fihi ma'i ghairi, yoyote au ashraka fihi ma'i ghairi, yoyote atakayefanya ibada amali yoyote akanishirikisha pamoja na mimi, yoyote yule, taraktuhu wa shirkahu, nitamwacha na shirki yake na amali yake aliyoshirikisha, aende kwa wale ambao wamewashirikisha, aone kama watamlipa. Allah hana haja na amali kama hiyo, hana haja na. Kwa hii ni tambihi kwa mwanafunzi kuwa unapotafuta ilmu kuwa na ikhlas, na hii ilmu ni durar, ni kitu ghali sana. Subhanallah. na sehemu anayoitizama Allah kwa waja, inna Allaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum, Allah hatizami nyinyi sura zenu wala miili yenu, walakin yanzuru ila madha, ila qulubikum wa a'malikum, anachotikitizama ni nyoyo zenu. Ikiwa moyo wako msafi, basi hii ilmu ni nuru ya Allah ataiweka. Kama vile wewe mwanadamu, walillahi almathalul a'la, huwezi kuchukua dhahabu ukaitia kwenye pipa, watu watakuona vipi? Pipa la taka waweka dhahabu, akili yako si mzima. Jua kuwa hii ilmu ni nuru ya Allah, na Allah hawezi kuiweka kwa mtu ambaye hastahiki kuibeba hii ilmu. Masala sio kuwa wewe kichwa chako chashika sana waweza kuhifadhi vitu vingi, la wallah. مسألة سي مسألة قوة الحفظ ولا قوة الذاكرة. المسألة صفاء القلوب. huyu moyo ukiwa msafi, huu moyo Allah ataweka ilmu katika moyo wako, na huu moyo ukiwa mchafu, ndani yake kuna riaan wa sum'atan wa ujban, mtu ajiona hakuna kama yeye, mfano wake hakuna. Riaa, nani ataona kama mimi nimehifadhi sana, mimi nimefanya hivi? Wallahi ilmu haingii katika moyo kama ule, hata ukaona quwwatu dhakira kiasi gani, kwa sababu hii ilmu ni nuru ya Allah, haiweki isipokuwa pale panapostahili kuwa subhanahu wa ta'ala, walahu alhikmatu albaligha fi dhalik. Na Allah haiweki ilmu kwa nasaba yako au kwa jina lako, kwa sababu baba yako ni fulani au ammi yako ni fulani, la wallah. Hakuna lina nasaba na Allah subhanahu wa ta'ala, wal iyadhu billah, hakuna kitu kama hicho. Allah subhanahu wa ta'ala atizama nyoyo za watu. Ndio wanaovioni wakaanza na hii hadithi ili kuwatanabahisha wanafunzi, chungeni kile kilichoko katika moyo wako nini. Ikiwa huna ikhlas, basi ndugu yangu, hata kichwa chako kikiwa cha hifadhi kiasi gani, umehifadhi Qur'an, umehifadhi Bukhari, umehifadhi Muslim, umehifadhi cha kuhifadhi, haikusaidii chochote. Utamuona yule mtu yuko vile vile tu. Kwani hivi muona hakuna watu ambao walikuwa na hifadhi kali kuliko mfano wa kina Sheikh Ibn Baz rahimahullah ama Sheikh Ibn Uthaymeen? Pengine katika wale wanafunzi pale kuna mtu amehifadhi Bukhari na Muslim, lakini atabakia kuwa mwanafunzi kwake kwa ile ilmu ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amempa mwanachuoni kama yule. Kwa ilmu ni nuru,
safisha moyo wako, Allah ataiweka nuru yake katika moyo wako. Moyo wako ukiwa mchafu, kuna riya, kuna ujub, kuna kibr, haiwezekani, huipati ilmu. Sababu Allah atizama nyoyo zetu. Moyo wako ukiwa msafi ataiweka ilmu, na moyo wako ukiwa ni mchafu haiweki ilmu. Kwa hivyo wanaovioni watutanabaisha na hilo. Chunga, angalia kilichoko ndani ya moyo wako nini. Hii ni tambihi muhimu sana. وقوله إنما الأعمال بالنيات أي إنما الأعمال معتبرة بنياتها. amali huzingatiwa kwa nia anayokuwa nayo mja wakati anapofanya amal kama hili. فليست العبرة بالعمل كثرة وقلة وإنما العبرة بصلاح النية. mazingatio si ile amali wingi wake au uchache wake. mazingatio, kile kinachozingatiwa ni kuwa nia ni nzuri wakati unapofanya amali. فالعمل وإن كثر مع فساد النية لا يقبله الله. amali hata ikawa nyingi kiasi gani, ikiwa ndani yake kuna fasadu nia, nia ya mtu ikawa ni mbaya, haikubali Allah amal kama ile, hata ikawa nyingi kiasi gani. sallallahu alaihi wasallam. وقوله وإنما لكل امرئ ما نوى أي لكل امرئ من الثواب بحسب نيته. kila mja atapewa katika thawabu kwa kadri ya nia yake inayokuwa katika moyo wake anapofanya ile amali. fa in kanat niyyatuhu salihah, ikiwa nia yake ni nzuri, moyo wake msafi, ikhlas, wajada thawaba dhalika wa ajrahu, huyo atapata thawabu ya amali yake ile na ajiri yake ataipata. wa in kanat niyyatuhu fasida wajada uqubata dhalika wa wizrahu, na ikiwa nia yake ni mbovu, fisidifu, basi mateso ya nia yake atayapata kesho akhira mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na mzigo wa nia yake mbovu atakwenda kuukuta. والله لا يقبل عمل العامل إلا إذا أصلح العامل نيته فيه. na Allah hakubali amali ya mwenye kufanya amal isipokuwa yule mtendaji amali akiitengeneza nia yake katika amali kama ile anayoifanya. wabtagha fihi wajha Allah, na akawa aifanya kwa kutaka uso wa Allah subhanahu wa ta'ala, ikhlasan lillah. قال وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث مثالا للتوضيح. katika hadithi hii Mtume sallam amepiga mfano ili kuweka wazi, ili kufafanua hili jambo. فقال صلى الله عليه وسلم في تتمته, katika kukamilisha hadithi Mtume sallam asema فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله أي نية وقصدا, yule ambaye hijra yake, akapiga mfano wa hijra ni kwa ajili ya Allah na mtume wake, yani nia yake na malengo yake ni Allah na mtume wake. فهجرته إلى الله ورسوله أي ثوابا وأجرا, sababu nia yake ilikuwa ni nzuri na thawabu pia atalipwa vizuri. ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها, ama yule ambaye hijra yake ilikuwa ni kwa ajili ya dunia anayoitaka kuipata huko anakokwenda, au imra'atin yankihuha, au kuna mwanamke amtakaye kumuoa amefanya hijra ndio yeye pia akenda, fahijratuhu ila ma hajara ilayhi yuridu anna haddahu min hijratihi ma qasadahu min ad-dunya wala hadda lahu fil akhirah. na hapa akusudia kuwa ile hijra yake sehemu atakayoipata katika ajri ni kile alichokusudia katika dunia, wala hana sehemu yoyote kesho akhira mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. والحاصل أن هذا مثال يوضح عظم شأن النية في قبول العمل أو عدم قبوله. حاصل huni mfano Mtume sallama amepiga kuweka wazi kuonyesha ukubwa wa jambo la nia katika kukubaliwa amali au kutokubaliwa amali ya mja. قال ما جاء في فضل الصلاة. قوله روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. وفي لفظ رمضان إلى رمضان، أخرجه مسلم. قال الشيخ عبد الرزاق حفظه الله تعالى: بدأ رحمه الله كتاب الفضائل بفضل الصلاة. أميانز رحمه الله كتاب الفضائل وكتاج فضل نوفنغمان عبادة يا صالح، باعتبار الصلاة أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وكزنغتيا كوصالا ndio nguzo adhimu katika nguzo za Uislamu baada ya shahada mbili. قال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. بعد شهادة كتاجة صلاة، وهي عماد الدين. صلاة لينغوزو ya dini adhimu, pamoja na kwa hizi zingine zote ni nguzo za dini, lakini miongoni mwa nguzo kubwa baada ya shahada ni jambo la nini? La sala. wal ahdu alladhi baina al-iman wal kufr, na ndio ahadi iliyoko baina iman na ukafir. al ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafara. wal fariqu baina al-muslimi wal kafir, na sala ndio inomtofautisha muislamu kutokamana na kafiri. faman tarakaha faqad kafara, mwenye kuiacha hii sala atakuwa amekufuru. walisalati fil islam sha'nun 'azim, na ibada ya sala katika Uislamu ina jambo kubwa sana, pamoja na kuwa wengi katika watu pengine hili hawalizingatii wala kulifahamu. wallahu almusta'an. فهي صلة بين العبد وربه تبارك وتعالى، ndio mafungamano baina mja na Mola wake Allah subhanahu wa ta'ala. وهي قرة عيون أهل الإيمان وبهجة نفوسهم وراحة صدورهم، na sala ndio pumbao la macho la waumini, na ndio furaha ya nafsi zao na furaha ya vifua vyao. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة، nimejaliwa pumbao la macho yangu, furaha ya macho yangu katika ibada ya swala. Huu ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وكان يقول صلى الله عليه وسلم: أرحنا بالصلاة، amwambia Bilal: arihna biha ya Bilal, kwa sababu ni raha kiingia katika ibada ya swala. وكان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، na alikuwa Mtume sallallahu jambo likiwa zito kwake yeye, jambo lolote lile ukimbilia katika nini? Swala. Jambo lolote likimtatiza likawa zito katika moyo wake, ukimbilia katika ibada ya swala, na Allah akalitatua, jambo ambalo wengi katika sisi tumelisahau. Mtu aweza kuwa amepatwa na jambo zito, eti ang'ang'ane, aona ana uwezo wa kung'ang'ana katika lile jambo, asurudi mwanzo kwa Mola wake, kisha ndio akafuata asbabu. Rudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, muombe Allah. Jambo la dua leo watu waliona ni kama jambo halina faida, na ukweli wa mambo wewe wahitaji kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala kuliko hizo mbio zako unazokwenda na hizo asbab, kisha zifuate alizoziweka Allah subhanahu wa ta'ala katika ulimwengu. Lakini la kutangulizwa kabisa ni kumuomba sana Allah subhanahu wa ta'ala. فالصلاة شأنها عظيم وفضائلها كثيرة، jambo la swala ni kubwa mno katika Uislamu na fadhila zake ni nyingi. وثوابها عند الله جزيل، malipo yake mbele ya Allah ni makubwa. قال والمصنف رحمه الله: جمع طرفا من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان فضائل الصلاة وعظيم ثوابها عند الله. المصنف رحمه الله amekusanya sehemu katika hadithi za Mtume sallam zinazobainisha fadhila kubwa za sala na thawabu na malipo makubwa anayopata mja mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. بدأها بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، akafunguza mlango huu kwa hadithi ya Abi Hurairah radhiyallahu anhu
Mtume sallallahu asema as-salawatul khams, swala tano za faradhi, waljumu'atu ila aljumu'ati, wa fi riwayatin wa ramadhanu ila ramadhan, na Ijumaa mpaka Ijumaa, na katika riwaya nyingine Ramadhani mpaka Ramadhani ya pili, kafaratun lima bainahunna, ni kafara inayofuta madhambi baina ya moja na ya pili, ma lam tughsh al-kaba'ir, maadamu mtu hajafanya madhambi makubwa. Madhambi makubwa ni wajibu afanye nini? Tauba. قال هذا فيه فضل الصلوات الخمس وأنها مكفرات للذنوب. hapa kuna fadhila ya swala hizi tano, na kuwa swala hizi tano ni zenye kwa sababu ya kumfutia mtu madhambi yake. qala watahutu khataya al-abd, na swala hizi tano hufuta makosa ya mja. wayatahaqqaqu biha maghfiratu dhunubihi, na kwa ibada hii ya swala ndio mja uhakiki kusamehewa na kughufuriwa madhambi yake. bal inna as-salata min a'zami mujibati al-ghufrani wa takfir adh-dhunubi wal khataaya, bali ibada ya swala ni miongoni mwa njia kubwa kabisa zinazowajibisha mtu kusamehewa madhambi yake na kufutiwa makosa yake. ولما كان شأن الغفران في الصلاة بهذه المكانة كان طلب الغفران في الصلاة في كل حركة من حركات الصلاة. سبحان الله, hili jambo ambalo wengi wetu hatulizingatii, hasa tunapoingia katika ibada ya swala. Kwa kuwa ibada ya swala ni katika sababu kubwa za mtu kufutiwa madhambi, ikawa kule kutaka msamaha kwa Allah, kutaka maghfira kwa Allah katika swala kumewekwa katika kila haraka ya swala. Katika kila haraka ya swala wewe muomba maghfira Allah subhanahu wa ta'ala. tizama, fa fi al-istiftah talab lil-ghufran, katika dua al-istiftah muomba maghfira, Allahumma ba'id baini wa baina khataayai, hapo muomba maghfira. wa fi ar-ruku'i was-sujudi talab lil-ghufran, kadhalika katika kurukuu na kusujudu, subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Mtume sallama hii dua pia alikuwa akiomba. wa fi ar-raf'i min ar-ruku'i talab lil-ghufran kama fi sahih muslim, allahumma tahhirni bil-thalji wal-baradi wal-ma'i al-baridi allahumma tahhirni min adh-dhunubi wal-khataaya kama yunqqa ath-thawb al-abyad min al-wasakh. na hii pia ni dhikri imethubutu katika i'tidali, ni kuomba maghfira. وفي الجلسة بين السجدتين طلب للغفران، كذلك بين سجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي وارحمني mpaka mwisho. وقبل السلام طلب للغفران، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. hapa pia omba nini? Maghfira kabla salam. وبعد السلام طلب للغفران، na ukitoa salamu kitu cha kwanza usema nini? astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah. فالصلاة في جميع حركاتها وأركانها يطلب المسلم من الله فيها غفران الذنوب. hii ibada ya sala, itizame makini, utakuta kuwa katika harakati zake zote, katika nguzo zake zote, muislamu huomba kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala msamaha wake na kufutiwa madhambi yake. فهي من أعظم موجبات نيل الغفران وتكفير الخطايا. kwa hivyo sala ni miongoni mwa sababu kubwa zinazowajibisha mtu kujishindia kusamehewa madhambi na kufutiwa makosa yake. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، شيخ الإسلام رحمه الله تعالى سمع: والاستغفار يمحو الذنوب فيزيل العذاب. استغفار ni sababu ya mtu kufutiwa madhambi, kwa hivyo ikamuondolea adhabu ya Allah, kama qala ta'ala wama kana Allahu mu'adhibahum wa hum yastaghfirun. na hakuwa Allah ni mwenye kuadhibu maadamu ni mwenye kuomba nini? Istighfar, na kuomba msamaha kwa Allah subhanahu wa ta'ala.
وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يطلب من الله المغفرة في أول الصلاة في الاستفتاح نالكوا متوم صلى الله عليه وسلم أكيمومب الله مغفرة katika mwanzo wa swala anapoleta dua al-istiftah كما في حديث أبي هريرة الصحيح وحديث علي الصحيح في أول ما يكبر mwanzo hii tuliotajab اللهم باعد بيني وبين خطاياي قال ثم يطلب الاستغفار بعد التحميد إذا رفع رأسه ربنا ولك الحمد كشي يوم بدعاء نكتك دعاء زلزتبت اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد إلى آخره ويطلب الاستغفار في دعاء التشهد كما في حديث علي وغيره كذلك أهم باستغفار كتك دعاء التشهد كما لثبوت كتك حديث علي وغيره ويطلب الاستغفار في الركوع والسجود كما في حديث عائشة الصحيح نين كما تلفويلeza كنيما ورواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وروى مسلم وأبو داود عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجودي اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله أوله وآخره وعلانيته وسره متوم صلى الله عليه وسلم كمومب الله هي دعاء أنا بسجود فلم يبق حال من أحوال الصلاة ولا ركن من أركانها إلا استغفر الله فيه kwa hakukubakia hali yoyote katika swala wala nguzo yote ya swala isipokuwa ndani yake alikuwa mtume sallam akimuomba maghfira Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ndio swala na hii ndio hali ya muislamu katika ibada yake ya swala. Ndio maana ikawa swala ni miongoni mwa sababu za mtu kufanya nini? Kufutiwa madhambi yake. وفي هذا الحديث الذي بدأ به المصنف رحمه الله بيان عظيم شأن الصلاة في باب غفران الذنوب. katika hii hadithi ambayo musannif ameanza nayo ndani yake mnakutubainishia ukubwa wa jambo la sala katika mlango wa mtu kusamehewa madhambi yake. Qala sallallahu alayhi wasallam as-salawatu al-khams wal-jum'atu ila al-jum'ah ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر في بعض الروايات ما اجتنبت الكبائر فهي مكفرات للذنوب ما لم تغش الكبائر أو ما اجتنبت الكبائر كصلاة ni sababu kubwa ya mtu kufutiwa madhambi lakini maadamu atajiepusha na madhambi makubwa أي إن الكبائر لا بد فيها من توبة إلى الله madhambi makubwa ni wajibu kwa mja kutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala tauba khassa ambayo itakusanya masharti ya tauba biiqla'in anha mwanzo kuacha ile dhambi biiqla'in anha وندم على فعلها kisha mtu ajute annadamu tauba kwa ajute kwa nini ameifanya ile dhambi mwanzo aiwache ajute kwa nini ameifanya wa azmin ala adami alaudati ilaiha na aweke azma kwa hatorudia tena dhambi kama ile wa amma as-saghair wal lamam ama madhambi madogo al-lamam as-saghair ndo hayo madhambi madogo fa innaha tukaffiruha at-ta'at wal hasanat haya madhambi madogo hufutwa kwa mambo ya taa na mema anayoyafanya mja kama qala ta'ala innal hasanati yudhhibna as-sayyi'at mema hufuta na huyaondoa maovu yanayokusudiwa hapa ni saghair وقال صلى الله عليه وسلم واتبع السيئة الحسنة تمحها fuatiliza jema ovu ili lile jema lifute lile ovu bimaana ikiwa umeteleza ukafanya dhambi basi kimbilia katika kufanya taa kwa wingi ili ufute lile kosa ulilofanya falkaba'ir la budda min ijtinabiha wa tarkiha wa tawbati minha hala alwuqu'i fiha madhambi makubwa ni lazima mtu ajiepushe nayo ayawache atubie nayo pale anapoyafanya qala ta'ala in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu mukijiepusha na madhambi makubwa mliyokatazwa nukaffir ankum sayiatikum ay as-saghair Allah atawasamehe yale madogo mliyofanya katika madhambi
وقال تعالى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم أي الصغائر التي لا يسلم منها أحد. haya madhambi madogo hakuna mtu anayesalimika nayo, lakini jiepushe na haya makubwa. inna rabbaka wasi'ul maghfira. hii ni hadithi mbili za kwanza alizoanzia nazo al-musannif rahimahullahu ta'ala. Tujaribu ile alama aliweka Sheikh hafidhahullah katika kumalizia darsa, tujaribu kila kikao, ikiwa Allah atatuwezesha tumalize kama vile alivyoweka. Ameweka hivi uko iwafahamu kuwa yawezekana. Kwa hiyo tutakwenda kidogo bila kufanya taaliki nyingi, siyatosheleza taaliki ya Sheikh hafidhahullah ta'ala, na kuna fawaid nyingi ndani yake. wallahu almusta'an. نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وبارك الله فيك.